Tarehe 18 ya mwezi wa 3 2025 tulipata binti wa kazi pale nyumbani, ambapo tulimpokea mida ya saa 9 hivi tarehe 18. Sasa tulimtambulisha nyumbani pale na nini, tukamwelekeza kila kitu. Kwa hiyo akaanza sasa maisha pale rasmi. Sasa tarehe 19 mimi nikiwa niko kazini kwangu, mida ya saa 9 hivi nilipigiwa simu na mke wangu akiwa analia sana. Unaona? Sasa nikamuuliza kuna nini, akaniambia bwana, yule binti aliyekuja jana ametoroka na mtoto. Unaona? Ametoroka na mtoto tena. Nasema Sasa kwa hiyo sasa mimi ikabidi nitoke kazini nianze kuelekea eneo la polisi kwa ajili ya kwenda kutoa taarifa. Sasa bahati nzuri wakati hilo limetokea, maana kwa ushirikiano na majirani ikabidi zikapigwa simu kwenye vituo vya bodaboda vya jirani, lakini pia na stendi kule, ili kama atafika hayo maeneo basi tupate taarifa hizo. Sasa wakati mimi nimefika kituo cha polisi, maana kwa kuwa taarifa zilikuwa zimeshasambaa, basi akawa na jeshi la polisi wakawa wamepata taarifa hizo. Kwa hiyo ikabidi wakafika kwenye maeneo hayo ambayo maeneo ya stendi, ili kwa ajili ya kuweza kuangalia kumtafuta huyo binti. Kwa mida kama ya saa 10 hivi tayari yule binti akawa amekamatwa kwa kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na raia wema. Alikamatwa maeneo ya Sheli ambayo iko jirani na eneo la stendi, akiwa anatoa fedha kwa wakala ili aingie stendi aweze kupanda gari aondoke. Tueleze kidogo mazingira ya kumpata huyu binti. Huyu binti alipatikana baada ya mke wangu kuwa alikuwa anafahamiana na dada moja, ni rafiki yake, wanafanya shughuli zao kwa pamoja. Sasa alikuwa amemuomba msaidie kutafuta binti wa kazi. Kwa hiyo yule dada baada ya kama wiki hivi ndio akasema bwana, kuna binti amepatikana maeneo ya Malagarasi Kigoma huko. Umeona? Basi mke wangu akamtumia nauli. Kwa hiyo tarehe 17, tarehe 18 ndio huyo binti akawa amefika hapa Tabora. Na ndipo tukampokea. Kwa hiyo tukaendelea naye kama mwanafamilia pale nyumbani. Lakini sasa bahati mbaya siku iliyofuata ile, yani amefika hiyo tarehe 18, tarehe 19 akawa amefanya tukio hilo. Kwa kweli mimi ninashukuru sana jeshi la polisi kwa ushirikiano walioutoa, kwa sababu hivi ninavyoongea isingekuwa ushirikiano ule, maana yule mtoto asingepatikana, angekuwa amepotea moja kwa moja. Lakini baada ya tu taarifa hizo kupatikana, jeshi la polisi walifanya kazi kubwa sana, na niwashukuru kwa sababu pia walifanikisha pia kuokoa uhai wa yule binti, kwa sababu pale alipokamatiwa tayari raia walikuwa wameshajaa wengi. Kwa hiyo hatujui wangemfanya nini, lakini bahati nzuri polisi walifika mapema pale, ndio wakaweza kumokoa na kumpeleka kituoni. Binti aliniaga kama anaenda kuanika nguo nje, na wakati huo alikuwa anambembeleza mtoto. Kwa hiyo akatoka na mfuko wake wa nguo, akasema alikuja na nguo mbichi, kwa hiyo anatoka kuzianika nje. Manake alitoka akiwa na kengele ya mtoto, nikasikia ile kengele hailii. Ndio nikatoka nikaanza kumuita, nazunguka uani kwenye kamba hayupo. Ndio nikatoka getini, nakuta geti liko wazi. Baada ya kuona geti liko wazi ndio nikatoka nje kwa majirani. Niliogopa sana kwa sababu mtoto bado ni mdogo, bado ni mchanga, na sikutegemea kama ingeweza kutokea tukio la hivyo. Kwa hiyo tunashukuru sana wananchi pamoja na jeshi la polisi kwa ushirikiano wao. Ujumbe kwa wakina mama, tunatakiwa kuwa makini sana na mabinti pamoja pia na watoto wetu. Tunatakiwa tuwe na ukaribu, tusiwaamini mabinti tunaowapata. Tukio ambalo limetokea tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka huu 2025 majira ya saa 9:15, huku mtumiwa huyu kwa maelezo yake anaeleza alidanganya kwa wazazi wao kwamba alikuwa mjamzito, hali ambayo ilipelekea wazazi wake kuchukizwa na kuondoka nyumbani kwao. Na hivyo alipofika na kuanza kufanya kazi kwenye nyumba hii, aliona kwamba kazi ni nyingi, hivyo aliamua kurudi nyumbani kwao, na njia ya kutoroka aliona kwamba amchukue mtoto ili atakapofika nyumbani kwao, kwa sababu aliondoka akisema ni mjamzito, akifika nyumbani kwao aweze kueleza kwamba huyu ndio mtoto ambaye
alikuwa amejifungua kwa kipindi ambacho alikuwa ameondoka. Mtoto huyu ameweza kupatikana kabla hajafika mbali na amekaguliwa na kukutwa akiwa na afya njema na tayari amerejeshwa kwa wazazi wake, na wapelelezi wetu wako katika uchunguzi wa kina kubaini hii sababu ambayo imeelezwa kwenye hatua za awali kwamba ni sababu halisi iliyomfanya kumuiba mtoto huyu, ama zipo sababu nyingine ambazo zimejificha ambazo wapelelezi wetu wanaendelea kuzifanyia kazi. Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndiyo, Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini, mkabala na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka inchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba. Fika ofisini kwetu Mwitandala Shopping Center Limited